Jana nikiwa namalizia nilisema kwamba majitu yale ambayo tunayasoma katika maandiko katika Biblia yalikuwa ni majitu yenye nguvu. Yalikuwa yana nguvu sana. Lakini nikasema kwamba sisi majitu tunayokabiliana nayo hayaonekani kwa macho, ni tofauti na yale tuliyokuwa tunayasoma katika Biblia, kwa sababu yenyewe hayo yapo katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Yenyewe yapo katika roho, na yale tunayokabiliana nayo yana nguvu nyingi zaidi ukilinganisha na yale ambayo wana wa Israeli walikabiliana nayo, kwa sababu yale yalikuwa katika muonekano wa mwili, lakini sisi tunayokabiliana nayo yapo katika muonekano wa rohoni. Sawa sawa kanisa. Lakini nikasema kwamba yale majitu ya rohoni ambayo yalikuwa na nguvu za rohoni zaidi, Mungu alimtuma Yesu Kristo ambaye naye ana nguvu za rohoni kuyapita yale kwa mbali sana. Haleluya. Yesu Kristo ana nguvu ya rohoni kubwa sana kuyapita yale. Kwa hiyo Mungu alitengeneza standard ya juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema tena kwamba kupitia Yesu likatengenezwa kanisa. Kwanza nilikuwa nimesema kwamba yalipokuwa yale ya kiroho, yale ya mwili, Mungu alitengeneza taifa la Israeli, watu wa Israeli, akawapa nguvu nyingi kupita yenyewe. Kwa Waisraeli wakayapiga. Nikasema sisi tunakabiliana na kiroho, ya rohoni, ambao na sisi tumepewa Yesu Kristo aliye na nguvu nyingi kupita yale ya rohoni kwa mbali. Kristo akazaa kanisa ambalo nalo lina nguvu nyingi sana kuliko nguvu za Israeli wa mwilini, wa asili wa mwilini. Kanisa ni Israeli wa kiroho, na huyu Israeli wa kiroho ana nguvu nyingi sana kuliko Israeli wa kimwili. Haleluya. Wao walipigana na majitu yanayoonekana kwa mwili na Mungu akawapa nguvu kubwa kuyashinda. Sisi tunapigana na majitu yasiyoonekana kwa mwili na Mungu ametupa nguvu nyingi za kuyashinda pia. Haleluya. Haleluya kanisa. Kama utasahau mengine yote, kama na kipaji cha kusahau, wangapi wanacho? Haleluya. Kama na kipaji cha kusahau mafundisho, basi shika angalau hayo. Yakwenda pamoja. Ukisahau hata hayo, basi wewe nadhani hata hujui kama unafanya nini kwenye huo wokovu. Umeelewa vizuri? Kama hayo nayo utayasahau, basi utakuwa umegeuka mtu ambaye hata hajui kama anafanya nini kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema kama umejaliwa kipaji cha kusahau mafundisho, basi shika angalau hayo. Usisahau hayo. Kama hayo nayo utayasahau, basi
Unajua kusema basi ni basi. Haleluya. Huyu basi. Haleluya. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Tuko pamoja. Amen. Kama tuko pamoja, naomba sasa mimi na wewe tufungue Yoshua sura ya 11. Yoshua sura ya 11. Nilikuwa nimesema tunaanza na mstari wa ngapi? Naomba ili tupate sura nzuri ya haya maandiko, tuanze mstari wa 16. 16 mpaka 23. Tuanze mstari wa 16 mpaka 23. Aya, Biblia inasema, hivyo Yoshua akatwaa nchi hiyo yote, hiyo nchi ya vilima, hiyo nchi ya vilima na nchi yote ya Negebu na nchi yote ya Gosheni na hiyo Shefela na hiyo Araba na nchi ya vilima ya Israeli na hiyo nchi tambarare, tangu kilima cha Halaki kiendeleacho upande wa Seiri mpaka Baalgadi katika bonde la Lebanon chini ya kilima cha Hermon. Naye akawatoa wafalme wao wote, akawapiga na kuwaua. Yoshua kapiga vita siku nyingi na wafalme hao wote. Haukuwapo mji hata mmoja uliofanya amani na wana wa Israeli, isipokuwa ni wale wa Hivi wenye kukaa Gibeoni, wakaitwa yote vitani. Kwa kuwa ilikuwa ni la Bwana kuifanya mioyo yao kuwa migumu, hata wakatoka kupigana na Israeli, ili apate kuwaangamiza wasihurumiwe, lakini apate kuangamiza kama vile Bwana alivyomwamuru Musa. Wakati huo Yoshua akaenda na kuwakatia mbali hao Wanaki watoke nchi ya vilima, kutoka Hebroni na kutoka Debiri na kutoka Anabu na kutoka katika nchi yote ya vilima vya Yuda na kutoka katika nchi yote ya vilima vya Israeli, vilima vya Israeli. Yoshua akaangamiza kabisa na miji yao. Hawakusalia Waanaki hata mmoja katika nchi ya wana wa Israeli, isipokuwa katika Gaza na katika Gathi na katika Ashdodi walisalia. Basi Yoshua akaitwaa hiyo nchi yote sawasawa na hayo yote Bwana aliyokuwa amemwambia Musa. Yoshua naye akawapa Israeli kuwa ni urithi wao sawasawa na walivyogawanyikana kwa kabila zao. Kisha nchi ikatulia, kusiwe na vita tena. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo machache jioni ya leo nataka nikutazamishe. Watu wengi ni waoga wa vita. Mzee jirani yako, na wewe ni miongoni. Haleluya. Watu wengi waliookoka ni waoga wa vita, na vita vikitokea wana tafsiri nyingi za kutengeneza.
Haleluya. Wengine wanasema Mungu ameniacha. Wengine wanasema sijui nimekosea wapi. Wengine wanasema kuna mkono wa mtu. Bwana Yesu sana. Wengine wanasema kuna laana za mababu, mizimu na kadhalika. Lakini kimsingi ni waoga wa vita. Wanaona Mungu wanaye nyakati hakuna vita. Wanaona wako vizuri kiroho pamoja na Mungu. Mahusiano yao na Mungu yako sawa sawa wakati hakuna vita. Kukiwa na vita, kuna wengine wanatubu hata dhambi hawajatenda, kwa kudhani yawezekana ni dhambi fulani nimenifanya hii vita iwepo. Lakini sikiliza ukweli wa neno la Mungu. Wana wa Israeli walikamata urithi wao kwa vita. Haleluya. 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 Narudia. Wana wa Israeli walikamata nchi ambayo Mungu alimwapia Ibrahimu kwamba atampa. Tena akamhamisha alikomtoa, akamwambia njoni kupeleke kuna nchi. Na kwenye ile nchi ukifika kule nitakubariki sana, nitakuza jina lako, nitakufanya kuwa taifa na maneno mengi, si mnayajua. Hata kiulana atalaaniwa, hata kiubariki atabarikiwa. Maneno mengi. Lakini kuifanya hicho kilichosema kitokee, halafu ile nchi kweli iwe ya Ibrahimu, iligharimu vita. Iligharimu vita. Waliipata kwa vita, hawakuipata pasipo vita. Na Mungu baada ya Musa kufa akamwambia, sikiliza bwana, kuna mambo ya kuzingatia. Akamwambia jambo la kwanza, utasoma tu sura ya kwanza ya kitabu cha Yoshua. Akamwambia jambo la kwanza, wewe hakikisha ni hodari na una moyo wa ushujaa. Yaani ukitaka kuwa mwoga kwenye vita, sahau urithi. Haleluya. Sahau kumfukuza aliyeshikilia unachotakiwa kupata wewe. Sawa sawa. Unaogopa vita. Vita ikitokea ni kulia tu wengine. Nami nikwambie, wana wa Israeli walilia siku 40, lakini Goliati hakuacha kuwatukana. Wewe lia unavyoweza kulia, shetani hata kuacha kwa sababu umelia sana. Umeelewa ninachoongea? Wewe unavyoweza kulia, lalamika unaweza kulalamika, nungunika unaweza kunungunika, jifiche unaweza kujificha. Hata ibada sisali. Sasa vita vimekuwa vikubwa, wewe jifiche tu hata miezi 10. Lakini shetani hata kuacha, na hutapata haki zako kwa sababu umejificha. Hutapata unachokitaka. Utatoka nje kishujaa. Utatoka nje kishujaa. Utakwenda vitani
na huko ndiko utaona mkono wa Bwana. Unajua tuna Mungu anayefurahia vita. Wengine hamjai kujua huyu Mungu anachangamka kwenye vita. Haleluya. Huyu akiona vita anachangamka. Haleluya. Anaitwa Musa. Wana wa Israeli walipoimba baada ya kuvuka bahari, walimwimbia kawimbo kazuri sana. Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Haleluya. Bwana anaenjoy vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wana wa Israeli baada ya Musa kufa, Mungu akamwambia Yoshua, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa. Ngoja niweke koma kwenye haya kidogo, niende sura ya kwanza niwatazamishe haya maneno Mungu anamwambia Yoshua. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akusema, Musa mtumishi wangu amekufa, basi aondoka, vuka mto huu Yordani, wewe na watu wao wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali takapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili, wakati anaposema jangwa hili walikuwa kule ng'ambo ile fulani ya Moabu, na mlima huu Libanon, na mlima huu halafu anamtazamisha Lebanoni kule kaskazini mpaka ule mto mkubwa, mto Euphrates, mto Frati. Hapo na maelezo mipaka inaenda paka nchi ambayo kwa sasa tunaweza kuita Syria, hapo kuelekea Iraq. Ndio mto wa Euphrates huko kule. Ndio Mungu anampa mipaka. Haleluya. Mto Frati, nchi yote ya Wahiti. Haleluya. Ambayo ndio Kanani ile, ambayo sasa ndio Israeli ya sasa. Nchi yote ya Wahiti, ile nchi ambayo kwa sasa ndio tunaita Israeli proper, ndio hiyo. Walikuwemo hao Wahiti na Wayebusi na wengine wanakaa hapo. Tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, yani upande wa magharibi, anaongelea bahari ya Mediterranean. Sasa shida nini? Nazungumza watu wanasoma Biblia bila kusoma ramani. Unajua zile Biblia zenu zina ramani kule mwishoni. Wale waliweka ramani wana maana ya kuziweka. Zinakusaidia kwenye Bible study. Unapokuwa unasoma Lebanon, unasoma bahari kubwa, unatakiwa unafungua unaangalia. Haleluya. Unasoma Biblia kwa uelewa mpana unapokuwa unasoma unaangalia na zile ramani. Haleluya. Mpaka ule mto mkubwa, ile bahari kubwa, anazungumza bahari ya machweo ya jua au bahari ya magharibi, ambayo kwa sasa hivi tunaita bahari ya Mediterranean. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Unaona nchi yote ameshaitengeneza. Inaanzia yani maana yake na siri ilipaswa kuwemo. Sehemu kubwa ya siri ilipaswa kwa imo ndani. Lebanon. Haleluya. Sehemu kuu ya Lebanon imo ndani. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Anaposema mtu yeyote, alikuwa anajua ndani ya ile nchi, kama tuliosoma pale chini, pale kwenye ile sura tuliosoma, ametaja maeneo mengi yalikuwa maeneo ya majitu. Those giants, wale yale majamaa mazito makubwa yalikuwa humo mengi, miji mingi. Lakini Mungu anamwambia hapatakuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako. Hicho ni nini kama sio vita? Unapoambia hakuna mtu atasimama mbele yako, hapo ni amani. Maana utaenda kwa vita ile una hakika huna atakaye kushinda. Haleluya. Hapo Mungu haongei amani, anaongea vita. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anasema mstari wa 6, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niwapia baba zao, ya kwamba nitawapa. Uweje? Wewe ukishaambiwa uwe hodari, maana yake anakuambia kuna upinzani. Sasa uhodari wa nini kama hakuna upinzani? Kama kila mtu anaunga mkono, unafika kila mtu anakupisha, unahitaji uhodari wa nini na ushujaa wa nini? Ushujaa upo kwa sababu utajaribu kutaka kukanyaga, watu wanasema usikanyage hapa. Unajaribu kusema nakuja, wanasema usije. Njoo utakiona. Haleluya. Hapo ndipo napoongea ushujaa. Hebu geukia mtu, mtazame usoni, wala bila haya kabisa, mwangalie kabisa, mwambie, wewe sio miongoni mwa wale waoga kweli ninavyokuona. Angalia wa nyuma, muulize, wale wanaokata tamaa sio wewe kweli? Haleluya. Yani watu wenyewe wanakatisha tamaa. Kwani sifa kukata tamaa? Muulize jirani, ni sifa kukata tamaa? Kwani unaona sifa? Haleluya. Yani akiona wamenikatisha, utakuwa naongea jambo la maana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaongea mbele ya watu, nimekata tamaa, unaongea jambo la maana hilo? Bwana Yesu asifiwe. Kukata tamaa sio jambo la maana, unatakiwa uone aibu kulisema. Umekata tamaa. Yesu unaye, wokovu unao, Roho Mtakatifu unayo, Biblia unayo, wapendwa wapo, mchungaji unaye, kanisa unalo, umekata tamaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa umekata tamaa kwa nini? Waoga wa vita, na Mungu hagawi urithi bila vita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo anamwambia hapatakuwa na mtu yeyote, hapatakuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yako. Wewe hodari na moyo shujaa, maana ni wewe utakawarithisha watu wa nchi niliyowapia baba zao, kwa amani nitawapa. Wewe hodari tu, anaongea kwa kukazia. Mara nyingine tena mstari mwingine anarudia maneno yale yale. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Ushujaa kiasi gani? Mwingi. Ushujaa mwingi. Mungu anataka mashujaa, unajua. Kesho nitakwambia kitu. Kuna kasari kamoja nikasoma mule kwenye Biblia, kwenye Yoshua, nakapenda sana. Yoshua anataka kumwozesha mtu binti yake. Sasa natoa dondoo za kesho. Nani? Caleb anataka kuozesha mtu binti yake. Akatoa tangazo. Mtu yoyote, akaangalia pale mahali pana majitu yale yanatisha sana. Akama mtu ambaye atateka lile eneo ndiye atakayeoa binti yangu Aksa. Binti yake alikuwa anaitwa Aksa. Jamaa mmoja anaitwa Uthinieli akasema hiyo tenda tayari. Yaani haikuhitaji mahari, ilihitaji kuua majitu, alafu napata mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vijana wanaogopa hata kazi tu. Hii kazi ngumu. Alafu anataka mke. Nataka kazi laini. Mimi sijuagi kazi laini huwa ni kazi gani. Eti mnisaidie, kazi laini huwa ni kazi gani?
Mi kazi laini nayojua nyepesi kuliko zote, kula. Kula hata aliyezaliwa sasa hivi anaifanya. Kazi ya kula hata aliyezaliwa dakika moja iliyopita, hiyo anaiweza. Hiyo ndio nyepesi kuliko zote, na kusinzia. Aliyezaliwa sasa hivi anajua vitu viwili tu, kula na kusinzia. Anaweza kasinzia robo 3 ya siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wanataka wafanikiwe, halafu wanataka kazi nyepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaogopa kazi ngumu. Utafanikiwaje unaogopa kazi ngumu? Utatajirikaje unaogopa kazi ngumu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wakamwambia uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume wala mkono wa kushoto, upate kufanikiwa kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali utafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, na kisha ndipo utakapostawi. Uwe hodari, anarudia tena, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mungu anamwambia maneno hayo kwa sababu alikuwa anajua anakoenda. Ukienda hujajiandaa vizuri unarudi nyuma. Kulikuwa na majamaa ni majitu, halafu yana miji sio kidogo, mingi, karibu nchi nzima yamejitengenezea maeneo yao, majitu. Ndipo tunaenda sura ya 11 tuliosoma sasa. Mungu na alivyo na akili nzuri. Haleluya. Yaani ukitaka kufanikiwa, unajaribu kumuelewa Mungu. Mwambie jana, unajaribu kumuelewa Mungu. Haleluya. Mungu anataka kuwapa nchi, halafu akawafanya wale wenyeji, yakiwemo na yale majitu yote anataka kupigana. Hakuna anayetaka amani. Mnaelewa vizuri? Mnaua hapa, mnateka mji huu, mji unaofuata wamesikia mlivyopiga na mmeteka, hawa nao hawataki kujisalimisha, nao wako tayari mpigane. Mnateka hawa, mnaenda wa upande wa tatu pale, nao wako ngangari, wanataka vita. Yaani hakuna anayeogopa eti kwa sababu umepiga yule na mimi sasa na kuogopa tufanye amani. Wote hawataki amani, wanataka vita. Umeelewa yale maneno au umeyasoma kwa haraka haraka? Ngoja niyarudie. Haleluya. Mstari wa 19, sura 11. Haukuwapo mji hata mmoja uliofanya amani na wana wa Israeli, isipokuwa wale wa hivi wenye kukaa Gibeoni. Kwa hivi si mnakumbuka walichokifanya wale wa Gibeoni? Wale wa Gibeoni wao walidanganya, wakachafuka, wakavaa manguo ya matambara tambara hivi, wakaleta mikate ya wiki iliyopita na ya mwezi uliopita imeshaota fungus. Wakasema sisi ni wambali kweli, yani tulisafiri muda mrefu kutoka kwetu huko, tumetuma tuje tufanye amani na nini. Mtuapie kwamba hamtakuja kuvamia huko kwetu. Wanajifanya umetoka mbali na mikate imeshaoza fungus. Sasa hii ilikuwa ya moto, tulipotoka nayo nyumbani, tulitoka nayo ya moto. Na hizi nguo zilikuwa mpya, yani tumesafiri mpaka zimechakaa. Haleluya.
Joshua akamdanganya, akadanganyika, akawahurumia, wametoka mbali, akawaapia kwamba hatawaua. Kile kiapo kikamfunga. Kwa Mungu hakuna neno la kusema ukabadilisha. Ni sisi tu hapa, kanisa la leo limeshakuwa kama nilivyokuwa nasema jana, la michanganyo mingi. Wale wa kwanza ukishasema neno hauna namna unaweza kubadilisha. Sisi ndio tunakusamaga neno hapo, tunaona wala si shida kubadilisha. Haleluya. Wale akishasema neno halibadiliki. Wamewaapia kwamba hatutawaua, mmetoka mbali, maneno mengi. Wakakubaliana. Baada ya muda wakagundua ni hapo hapo walipo ndio kwao. Bwana Yesu sasa. Wametudanganya. Kumbe hapa tulipo ndio kwao. Lakini kwa kuwa wameshawaambia kwamba hatutawaua, wakawaapia kwa jina la Bwana, hawakuthubutu kuwaua. Badala yake wakawaambia, kwa nini umetufanyia hivyo? Ndio wakaambia, tuliogopa, maneno mengi. Wakasema okay, sasa kwa kuwa umefanya hivyo hatuwezi kuwaua kwa sababu tumeshawaambia hatutawaua, ila basi mtakuwa tu watu washokoa. Mtakuwa mnatupasulia kuni, mnatubebea maji na mizigo na vitu vyote hivyo. Basi tukubaliane muishi hivyo. Lakini wanaishi hivyo siku zote. Kuna siku uhuru unapatikana. Ni kizazi kimoja tu wataishi shokoa. Kizazi kile kikipita wanajikatia mashamba. Na ndivyo vyotokea. Wakaja wakawa watu huru. Siku moja Sauli sio alikumbuka nini? Hao mlitudanganya. Wakati Sauli anatawala. Miaka imeshapita karibu 400 hivi baada ya tukio lenyewe. Sauli akawaua. Mungu akaitunza. Mmesahau mliwapia hamtawaua. Mungu akaitunza. Sauli akapita. Wakati Daudi anatawala ikaja njaa kubwa sana. Mpaka Daudi kashangaa, hii njaa inatokana na nini? Akaenda kuuliza kwa Bwana. Bwana akamwambia, si mlisema hamtaua Gibeoni, sasa mliwaua. Nani aliwaua? Mungu akamwambia Sauli aliwaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafanyaje? Mungu akatoa maelekezo. Wagibeoni wenyewe waseme adhabu wanaotaka ili wawasamehe. Ni adhabu gani wawape ili wawasamehe? Daudi akawaendea Wagibeoni, jamani tulikuwakosea na nini, tuliwaua na nini, sasa jamani mtusamehe. Hii njaa iondoke. Tunafanyaje? Wale Wagibeoni wakasema, yule mtu aliyetuua tuleteni watu wa familia yake. Tuwatundike. Wakatafuta watu si wangapi, nani nakumbuka walikuwa wangapi 7. Wa familia ya Sauli wakaletwa, Wagibeoni wakawatundika juu ya mti hapo. Wakawaua, maana yake wakawasulubisha mtini, wakawaua. Hapo akawaanika, hakuna kuwaondoa hapo. Bwana Yesu sasa. Ndio hasira Bwana ikatulia na mvua ikaanza kunyesha, chakula kikapatikana. Sasa sisi siku hizi tunasema tu halafu nabadilisha. Halafu huoni kama umefanya jambo serious. Kusema neno halafu kalibadilisha, huoni kwamba jambo umefanya ni serious kiasi hicho. Watu watujali. Kati hizo ahadi tunaahidi hapa. Tunaahidi vizuri halafu anaacha tu kutoa. Sio kwamba hana hela, ila tu amebadilisha tu maamuzi. Haleluya. Mtu anaambia binti wa mtu, nakupenda nitakuoa, halafu hakuna sababu ya maana, amebadilisha siku hiyo sasa. Ukiangalia hata sababu ya maana hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anaona kama hakuna jambo serious amefanya. Lakini Waisraeli walikuwa hawezi kubadilisha. Wagibeoni walijua wametudanganya, tena ingekuwa leo yani hata hukumu sina, naenda na mbinguni kabisa. Na kufyeka, si ulinidanganya, na kufyeka. Lakini pamoja na kwamba tumegundua mlitudanganya, lakini kwa kuwa tulishaapa kwamba hatutawaua, hata hivyo hatutawaua. Bora tuwatumikishe kazi ngumu, lakini hatuwaue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana.
naomba tujihadhari, tusiwe tunapenda kwa watu tunabadilisha maneno ambayo tumesema. Ni hatari sana. Ndio maana Yesu ili aturahisishie tusijifunge na maneno mengi, alisema ninyi maneno yenu yawe ndio na sio. Kianza kuongeza, umeanza kuleta ya shetani. Ndicho Yesu alichofundisha. Wewe unalokataa kataa, unalokubali kubali, maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio. Mkianza kuongeza na mengine, mtaanza kuongea ya shetani. Yesu akasema yazidio hayo yanatoka kwa yule mwovu. Ilikuwa hivi, ndio ilikuwa hivi, umemaliza. Na mimi hata kama mtu nimeshagundua yuko kwenye mazingira kujidanganya, siapishagi mtu. Ninamsomaga tu, najua huyu amenidanganya, tu achana naye. Kuna watu wanidanganyaga halafu wanadhani sijagundua kwamba amenidanganya. Mimi nagunduaga tu, mtu akinidanganya mimi nagunduaga tu mnanidanganya tu. Lakini wacha niachane naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema ilikuwa ni kwa vita. Hakuna mji mbali na hiyo story ya Wagibioni. Hakuna mji wowote wa haya majamaa na wengine wote wa Kanaani wengine wote waliokuwa tayari kufanya amani. Wote walisema hamtuondoi, tupigane kwanza. Mkitushinda basi mtachukua, lakini tupigane kwanza. Sasa muulize jirani yako, unaogopa vitu utapata nini? Haleluya. Majamaa anasema siachi mpaka tupigane kwanza. Sasa wewe usiotaka kupigana unapata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Majitu anasema hatuachi mpaka tupigane. Hata wanyonge wa kawaida wa Kanaani wale wa hivi si watu gani, nao wanasema hatuachi mpaka tupigane. Inasema haukuwapo mji hata mmoja uliofanya amani na wana wa Israeli. Tunakwenda pamoja. Ukiona unafanya kazi alafu unapata msukosuko, fight. Kuna watu wakishaona kazi yake na msukosuko, yeye anawaza kuacha kazi tu. Kuacha kazi sio solution. Na mimi nakushauri kama unataka kuacha kazi, pata kwanza kazi nyingine. Unachaje kazi hujapata nyingine? Mnanielewa ninachoongea? Kuna mtu anaona ni rahisi, wameniudhi na acha kazi. Wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuacha kazi, pata kwanza kazi. Na uhakikishe inalipa zaidi kuliko ile unayoacha. Hebu nisaidie kuhubiri mtu. Mwambie uhakikishe inalipa. Haleluya, haleluya. Usiache kazi nzuri halafu naenda kufanya baya. Haleluya. Unaacha na ulipa kidogo ili kupata na ulipa zaidi. Tunaweka mahasira halafu naacha kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Jambo dogo, mimi mwanaume huyu namwacha. Fight for your marriage. Pigania ndoa yako. Ni vita watu wa Mungu. Unataka kupata ndoa itakotengeneza historia inayokaa yenye ushuhuda, ipiganie. Umenielewa? Ipiganie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Huduma hizi ukiona mtu kama, unajua nimekaa sasa karibu miaka 30 kwenye uchungaji.
Nilianza mwaka 95 nikiwa kama Zefrin, mchungaji msaidizi, mwaka 95. Na leo 2025. Si miaka 30 hiyo. 97 nikafungua kanisa la mwenyewe sasa, ambao mimi ndio mchungaji wa hilo. Na hiyo nayo imeshafika 28. Haleluya. Lakini mambo ambayo nimekutana nayo kwa hii miaka 30, ningekuwa mtu wa kuleta mahasira naacha. Sasa ningekuwa nalima nyanya. Wameniudhi naacha. Wamenikatisha tamaa naacha. Wameninyima hiki naacha. Wamenitukana naacha. Wewe taka ukae kwenye huduma pakumalize kwa ushuhuda. Huduma unaipigania. Unaipigania. Kasirika unaacha. Alafu ukienda mbinguni utaonyesha nini? Utamwambia Mungu nilikasirika. Mtumishi wangu sasa umeleta, hebu onyesha ulicholeta. Mimi niliacha tu, nilikasirika. Haleluya. Haleluya. Unaenda kwa Mungu na mwambia nilikasirika. Wewe nataka kuwa Yona. Yona alikasirika. Haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Yona Mungu alimtuma, nenda ukahubiri watu wa Ninawi, waambie baada ya siku 40 na waangamiza. Yona Ninawi kabisa. Mimi niende Ninawi alikuwa na nini ile mnaita? Alikuwa na kinyongo nao. Ninawi ndio Ashuru. Na Ashuru ndio waliopiga Israeli mpaka wengine walipotea. Umeelewa? Na walikuwa napiga mara kwa mara. Yona akasema hawa jamaa walivyotutesa, alafu niende kuwahubiri. Alafu kuna wahubiri, ili ahubiri na hubiri anayempenda. Hubiri wote. Haleluya. Unawapenda na usiwapenda. Kwanza kwa nini huwapendi? Bwana Yesu sasa. Kwa nini wengine usiwapende? Yona kaambiwa kahubiri, kumba natuma kwa watu wasiowapenda. Akaamua kutoroka. Ahamie Tarishishi. Tarishishi ni mbali. Unakatisha ile bahari yote ya Mediterani, unaenda mpaka magharibi, kwa sababu Tarishishi ni nchi ambayo miaka hii inaitwa Hispania. Anataka toke Israeli across bahari ya Mediterani aende Hispania, Ulaya, aishi huko. Anaamini kura amejificha na uso wa Bwana. Yaani uso wa Bwana kule hauoni. Yaani ukienda Tarishishi Mungu haoni. Haleluya. Akafika katikati ya bahari, Mungu akakamata meli. Kwa upepo tu. Meli haiendi. Meli fanya kila mnachofanya, meli haiendi. Watu wakasema labda mizigo mizito, wakachukua shehena walizokuwa nazo kwenye meli, wakatupa, meli haiendi. Kumbe kuna mzito mmoja, sema kuna mzito mmoja. Ambaye hataki kuhubiri asiyowapenda. Amekasirika. Na mtu mmoja amekasirika. Unajua hasira inakufanya unakuwa mzito mbele za Mungu. Umebeba, unajua hasira ni dure fulani linakaa ndani zito. Haleluya. Zito. Mary kataa kwenda.
sio magunia wala makontena amefanya meli haiendi. Kuna donge, sema donge. Donge ndio imefanya meli haiendi. Mwangalie jirani yako, muulize donge. Huna donge wewe hapo ulipo? Haleluya. Donge ikakwamisha meli kwenda. Meli haiendi. Kwa nini? Kuna mtu amepanda meli ana donge. Usiombe mkao kwenye huduma pamoja na mtu mwenye donge. Huduma haisogei. Usiombe mkasali pamoja na mtu mwenye donge. Ibada haziendi. Haleluya. Haleluya. Sasa hapo nafuu, muishi nyumba moja na mtu mwenye donge. Usiombe kuishi nyumba moja na mtu mwenye donge. Bwana Yesu sasa. Yona kashushwa. Mungu kumbe kamaandalia usafiri mwingine. Samaki kamdaka ndani. Samaki kaona kwanza afanye ziara za ndani ya bahari siku 3 usiku na mchana. Baadaye akaenda akamrudisha alikotokea, kwenye ufukwe ule wa Yafa. Akatemwa pale. Yona ibua macho huko, anaangalia nyumba, naifahamu nyumba niko Yafa. Haleluya. Amerudi pale alipotoka. Wakati anashangaa niko Yafa, sauti kaja, nimekwambia nenda Ninawi. Ninawi ni mbali kutoka Yafa. Ungekuwa ni wasomaji wa Biblia wanaotumia ramani, ungeelewa vizuri. Unatoka unasafiri safari ndefu ya kutoka Yafa, unaenda kaskazini, unapita Galilaya yote, unavuka milima ile ya Golani, unaenda Syria huko, unatokea mahali kamji kanaitwa Ninawi. Huko kalikuwa zamani nchi inaitwa Ashuru. Siku hizi Ashuru haipo. Iliyokuwa Ashuru ndio mipaka wamegawana mle ndani. Kipande kingine kiko Syria, kingine kiko Iraki hapo, kingine nadhani kitakuwa Uturuki. Kimejigawa mle ndani, ile dola ilikuwa pale. Kaenda mbali, fika kule na donge lake akahubiri. Si kwamba anahubiri kwa maana ya kuhubiri, anapasha. Ulishawahi kukutana na mhubiri wa kupasha? Mimi nasema ukweli, mkinichukia mnichukie, mkinipenda mnipende, hata msiponipa nauli ninayo. Sasa mahubiri gani hayo? Huyo ni kupashana. Alafu kuna watu hawajui jamani, innocently kabisa hajui. Alisikia mwingine anahubiri hivyo, naye anabeba naenda kuhubiri hivyo. Ndio maana ni vizuri kukaa kwenye mafundisho. Yale sio mahubiri. Haleluya. Ukishamaliza unasema nimeshawaambia, nimetua mzigo. Nimenawa nini? Nimesema ukweli kabisa, nimewaambia ukweli. Mahubiri gani ya hivyo? Kwa hiyo Yona kaenda kuhubiri mahubiri ya aina hiyo. Mungu akamwangalia. Wale jamaa walipoyasikia hayo yasio na upendo, wakayasikiliza tu, mwisho wakaamua kutubu. Yona yeye hajui kama wanatubu, maana unajua kihubiri watu wapendi, ujali hata kujua ule ujumbe wanautendeaje kazi. Haleluya. Kaenda nje ya mji na sirudi nyumbani mpaka nihakikishe pamewaka. Kaamua kujitesa kukaa ugenini siku 40.
ananunua chakula kwenye vigenge. Maana lazima utafute gesi ya kulala na kula kwa ajili ya mahasira tu, kinyongo. Unaingia gharama za bure. Umehubiri, safiri, rudi nyumbani. Lakini uchungu tu na uchuki zake zikamfanya ingie gharama kulipa pesa za gesti na kula vigengeni, asubiri siku 40 aone panawaka. Siku 40 zikafika, hapakuwaka. Akaanza kulalamika. Mungu, mimi si ndio maana nilikataa wakati ule. Mimi nijua wewe una rehema nyingi mno. Sasa unataka aache, akikosa rehema hata kuwa Mungu. Yaani Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ana rehema. Unataka kumlazimisha akose rehema halafu awe nani? Kwa sababu akikosa rehema hataitwa Mungu tena. Kinachomfanya aitwe Mungu ni kwa sababu ana rehema. Sasa unataka sasa ana rehema halafu awe nani? Hata siku hizi wapo, kuna watu watakagi rehema kabisa. Ulinikosea, nataka nione Mungu anakupiga. Halafu asipokupiga sasa, na hama hata kanisa, yani nikienda pale napata kichefu nikimwona. Kwa sababu nitaka mpige na Mungu amekataa kumpiga. Bado yupo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliomba mpige, Mungu amekataa kumpiga, unashindwa hata kusali vizuri. Mungu ni wa rehema, na hizo rehema ndio zinamfanya anaitwa Mungu. Sasa asipokuwa nazo atakuwa nani? Mungu akikosa rehema atakuwa nani? Haleluya. Wewe akakaa pale, Mungu akamfundisha somo la vitendo, akaotesha mtango. Wakati amekasirika akaotesha mtango. Ukaota haraka haraka, hapo hapo ukazaa matunda, hapo hapo ukamtia kivuli, kila kitu kikamwendea vizuri, akaenjoy, akaburudika. Wakati jua linawaka sana, baadaye Mungu akaleta mdudu akalikata hapo hapo mchana huo. Yani nimeota siku hiyo likakua, siku hiyo likamletea kivuli hapo hapo, kila kitu kanoga hapo hapo, akafurahi. Hapo hapo tena likakauka. Baada ya kukaa hapo hapo likakauka, jua likampiga kweli kweli, akazimia. Alipoamka hasira ziko pale pale. Mtangu umeenda wapi? Yaani Mungu mkatili kabisa. Ni mdudu gani ile? Ni mdudu gani nimeona? Mungu akamwambia, wewe unahurumia mtangu umeota leo na ukafa leo. Alafu wewe hutaki nihurumie watu wangu wa Ninawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nilikuwa nasema ni hii. Sasa tuingie kwenye maombi. Pointi nilikuwa nasema ni hii. Tunarithi kwa vita. Na lazima uwe tayari kwa vita. Lazima usiogope kupigana. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Biblia inasema baada ya kupigana, mstari wa 20 nasema kwa Mungu hakuruhusu wafanye amani kwa sababu lilikuwa ni la Bwana kuifanya mioyo yao kuwa migumu, hata wakatoka kupigana na Israeli ili apate kuangamiza kabisa, wasihurumiwe, ili apate kuangamiza kama vile Bwana alivyomwamuru Musa. Wewe ukiona adui anakuja kivita, wewe ujua anaisha. Huu ni mpango wa Mungu. Unamtokea kivita, unapigana naye, kwa sababu huu ni mpango wa Mungu wa kumwangamiza na kuniletea ushuhuda. Yale majamaa ya kutaka suruhu, kumbe ni mpango wa Mungu, ameyafanya yawe magumu kusudi yaangamie. Haleluya. Baada ya hapo Yoshua akaenda akakatia mbali hao wa Anaki watoke katika nchi ya vilima, akawatoa kule Hebroni, akawatoa Debiri, akawatoa Anabu, akatoa katika nchi yote ya vilima vya Yuda, na akatoa katika milima yote ya Israeli. Wanaki walikuwa kila mahali, all over. Walikuwa ni wengi, si wachache. Wanaki wakati ule walikuwa ni wengi mno. Akaondoa all over milima yote ya Israeli, akaondoa milima ya Yuda, majangwa ya Yuda, akawatoa miji yote, akaondoa, akawashinda, akawamaliza. Biblia inasema hakubakia hata moja. Lakini bahati mbaya na Yesu yeye alijisahauje,
wale wa Gaza kawaacha na Gathi. Hao ndio walitesa Daudi. Ukisoma Daudi na yale majitu yalikuwa yote yanatokea ukanda ule wa Gaza. Siku hizi hiyo yote Gathi na Ashdod na hiyo Gaza yenyewe yote kwa pamoja inaitwa sasa hivi ukanda wa Gaza. Na ndio shida ziliko. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Nataka leo tuombe. Tunazungumza habari ya uchumi bado. Niko kwenye uchumi. Nataka watu wa Mungu wapate uchumi wao vizuri na kanisa lipate uchumi wake vizuri. Kila mtu ame uchumi wake umeingia shida. Ni vita. Haleluya. Kila ambacho kilikuwa kinafanya una stagnate au tuna stagnate, tunakwama kwenye maeneo yote ya kiuchumi, tunataka kubomoa. Wana kiwale lazima aondoke katika jina la Yesu. Na lazima kubali kuvaa moyo wa vita katika jina la Yesu. Kubali kwamba huwezi kupata kitu pasipo vita. You don't fight, you get nothing. Unapigana, unapata. Unapigana, unateka. Kupigani, huwezi kuteka. Hivi vitu vina nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Tutazungumza uchumi, tutazungumza sera za uchumi, tutazungumza mambo ya kisiasa sana, lakini nataka niwaambie hata mambo ya kisiasa yakiathiri uchumi ni kwa sababu anga la kiroho limedictate hivyo, limeelekeza hivyo. Atakayesimama mbele yangu katika siku zote hizo za maisha yangu, hapata kuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yangu mbele za kila haki zilizo zangu katika jina la Yesu. Hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yangu katika kila kitu kilichostahili yangu katika jina la Yesu. Hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yangu katika jambo lolote ninalonuia kulifanikisha katika jina la Yesu. Ninachukua mamlaka nilionayo katika Yesu Kristo kwa ajili ya vita, kwa ajili ya vita. Kutokea sasa nimejua kwamba hata ugumu niliokuwa nakutana nao ni kwa sababu shetani hayuko tayari kwa suluhu. Shetani si wa suluhu, wala hataki suluhu, wala hatafanya suluhu. Shetani ni wa kuondolewa kwa vita, na mimi nasimama kwa vita ili kumwondoa katika maeneo yote yaliyo anga langu, yaliyo stahili zangu, yaliyo haki zangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nasimama kwa ushujaa, najivika ushujaa katika jina la Yesu. Nasimama kwa ushujaa na najivika ushujaa katika jina la Yesu. Roho ya woga, roho ya woga, roho ya kuogopa vita, kutokea sasa ninakuamuru katika jina la Yesu. Kutokea sasa mimi si woga tena, mimi si woga tena, wala sihifadhi woga, sitahifadhi woga na sihifadhi woga. Kutokea sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maandiko ameniambia kwamba nitampiga shetani mpaka atakapokimbia, na zamu hii ndio zamu ya shetani kukimbia, kuachilia kila zilizo haki zangu, kila iliyo nafasi yangu. Hii ndio wakati shetani lazima kimbie. Hii ndio wakati shetani lazima kimbie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza kuomba sasa, anza kuomba na kuomba, omba kishujaa. Unahitaji uchumi mwingine. Mungu amesema mwaka umeanza mwingine, Pasaka imekuanzishia mwaka mwingine, na kuna watu lazima watamalaki, lazima kuna watu lazima waendelee nyingine ya kiuchumi. Kutokea sasa katika jina la Yesu, kutokea sasa katika jina la Yesu. Kuna watu ambao uchumi wao lazima upate mabadiliko katika jina la Yesu. Kuna watu ambao lazima uchumi wao uende kwenye breakthrough ya kiwango kingine katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, rebo shaka yama. Baba katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu,
Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Baba, katika jina la Yesu ninakuheshimu. Yuko aliyekuwa amesimama, yuko aliyekuwa amesimama, na mimi najua alisimama kwa sababu ndani mwake hakuna amani na wala hawezi kufanya amani. Na mimi nashukuru kwa sababu hawezi kufanya amani, ili kwanza akapigwe na yakaangamie katika jina la Yesu. Kuna roho zilikataa kufanya amani, akataka kudidimiza kanisa, na kudidimiza uchumi wa kanisa, na kudidimiza uchumi wetu kama watu wa Mungu. Lakini nashukuru hata kufanya amani watoto kwa jina la Bwana ili tuangamizwe katika jina la Yesu. Ilikuwa ni jambo la Bwana, ilikuwa ni amani, ni agenda ya Bwana ili kwamba ziangamizwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mimi napiga, mimi napiga, na mimi naharibu, na mimi naharibu, na kuja zile ngome zote kwa zimesimama. Angali nasikia, angali nasikia, roho zinasikia, treki za kuzimu zinasikia katika jina la Yesu, na zinadelewa kwa makanisa isipapo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nasimama, Baba, nasimama, Baba, nasimama.